Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Naombi kwa familia ya mzee Saidi, kwa kijana wake Gharibu Saidi almaarufu GSM. Nazungumza kama shekhe mkoa wa Ruvuma, wilaya ya Tunduru, tarafa ya Narasi, kata ya Narasi, kijiji cha Chirundundu au Narasi Mashariki, katika msikiti mkubwa wa Narasi. Huu msikiti ulikuwa unalelewa na zama za uhai wa mzee Saidi, ndio aliyokuwa anaufadhili msikiti huu. Sasa baada ya kupata umauti, umeshindwa kuwa na mlezi wa huu msikiti, mpaka hali ya msikiti wetu umekuwa dhoofu liali. Tunakuomba kama familia ya mzee huyu aliyokuwa anatanguliza sadaka zake jaria mbele ya Mwenyezi Mungu, jambo la kheri, tunakuomba kama ni sehemu ya familia yake, hebu umsapoti, umuunge mkono katika pale alipoishia. Uendelee kuangalia msikiti huu, kwani msikiti una mazingira magumu, umeshindwa kuwa na ufadhili. Waumini wapo wengi, lakini kama unavyotambua hali za Wanatanzania, hasa sisi watu wa vijijini, ni dhoofu ya hali. Kwa hiyo tunashindwa kuboresha msikiti wetu. Patapo ujumbe huu, patapo taarifa hizi, tunakuomba kwa kadiri Allah atakavyokuwa amekujalia, uangalie, pengine unaweza ukaunga mkono katika jitihada za mzee wetu huyo. Mwenyezi Mungu amrehemu, amlaze mahala pema. Kwa hiyo tunakutakia kila laheri, utusapoti, ulichukue hili, ulipokee hili kwa mikono miwili. Pengine mazingira ya msikiti, mandhari ya msikiti yanaweza yakapata wafadhali au ubora kama tunavyotarajia. Msikiti sasa hivi unafikia hatua ya kuwa na nyufa nyingi. Msikiti tuna tofari pale kiasi, tunahitaji tufanyie maboresho ya kujenga mwingine, kwa sababu huu ulikuwa umejengwa zamani hapo katika tofari za tope, lakini zile tofari zilikuwa hatukujengea na simenti, lakini hata rinta hazikuwepo. Kwa hiyo sasa hivi inaonekana nyufa kila sehemu ya msikiti zipo, na namna ya kurekebisha inakuwa inaleta shida kutokana na ujenzi ulikuwa ni wa kienyeji wa zama hizo. Kwa hiyo kwa sasa hivi tunahitaji, kama uwezekano, fursa ingekuwepo, tuboreshe vizuri. Kwa hiyo isirefushe mazungumzo, na kutakia kila laheri. Ujumbe wetu huu, maombi yetu haya uyapokee vile ambavyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atakapokujalia. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Fadhakkir innama anta mudhakkir lasta alayhim bimusaytir.